Naam, karibu tena mtazamaji. Kituo cha polisi na nyumba za maafisa wa polisi wa kituo cha polisi cha Gitama huko Igembe Kaskazini zimechomwa. Tukio hilo lilifuatia maandamano ya vurugu yaliyofanywa na vijana wa eneo hilo kufuatia kukamatwa kwa mwenzao ambaye waliamini kuwa alikuwa akizuiliwa katika kituo hicho cha polisi. Mshukiwa ambaye alikuwa amekamatwa kwa tuhuma za kumpiga mtu kutoka kijiji jirani, hata hivyo alikuwa amehamishwa hadi katika eneo lingine. Tukio hilo limesababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Ben Chumba na taarifa kamili. Igembe Kaskazini, mabaki ya kituo cha polisi cha KK Gitama yanahadithia mzozo unaonukia, huku jamii ikisalia kuwa na wasiwasi. Maafisa 4 wa polisi wakipoteza afisi yao na makazi yao baada ya vijana waliokuwa wameghadhabika kuteketeza eneo zima. Shambulio hilo lilitokea baada ya kukamatwa kwa kijana mmoja aliyetuhumiwa kumdunga mwenzake kisu katika kijiji jirani cha Muriena. Askari waliposhika huyo mwenye alikuwa anadunga mwingine, ndio sasa hiyo vijana wakaatake pia wakachoma kambi. Kwa hivyo hiyo kijana ambaye alidungwa alikufa, huyo mwingine sijui ako wapi. Polisi nao tayari walikuwa wamempeleka mshukiwa huyo katika kituo kingine cha polisi cha Lare. Askari anakamata wale wanaua, anakamata waizi, anakamata wale ambapo ni wahalifu. Na sasa kama tumesoma kambi, wahalifu wao wakija tutawafanya nini? Sasa maafisa hao 4 wamehamishwa hadi kituo cha polisi cha Lare, jamii ikisalia bila asasi za usalama katika eneo hilo. Na kwa wakati huu ni wakati mbaya sana. Watu wengi hao vijana hawataki kufanya kazi, wanataka tu kupata za hapa. Na hao kama si kambi tutapotea. Huku hali ya utulivu ikirejea, wakazi wanaomba viongozi kuwasaidia kujenga upya kituo hicho na kuleta utulivu. MP wetu wanatinje aingilie kati, akuja atusaidie, atujengee hiyo kambi na askari warundi ili maisha yaendelee. Lakini bila hiyo askari tutakuwa hatarini. Hakuna aliyetiwa mbaroni kuhusiana na tukio hilo, ila polisi wameanzisha uchunguzi kubaini yaliyojiri. Ben Chumba, Darubini Wikendi.